sallallahu alayhi wasallam akasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Jambo la kwanza ambalo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tumekubaliana kwamba mizani itakuwepo kuhesabiwa matendo yako uliyofanya, kama ni mazuri utahesabiwa, utawekewa katika mizani yako. Ikiwa mizani yako ya mema itakuwa imeshinda mizani ya mabaya, kwa maana ya kwamba hiyo ni tiketi ya wewe kuingia janna, na sote tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa min ashabil janna. Lakini kinyume sasa, mizani yako ya mabaya ikawa imekuwa na uzito, hiyo ni tiketi ya kuonyesha kwamba wewe ni motoni wa riyadh billah. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala asitujalie kuwa ni katika watu wa motoni. Mizani yako baada ya kuwekwa, tunafahamu kwamba ibada, wanazuoni wanafasiri kwa taarifa mbalimbali, wanasema al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah, kwamba neno ibada ni kitu ambacho kimekusanya kila ambacho anakiridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kila anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kukiridhia, hicho kinaitwa ni ibada. Lakini pia hiyo ibada yenyewe haiwezi kawa na ibada isipokuwa lazima iwe na vipengele viwili, masharti mawili. Sharti la kwanza, hiyo ibada unaifanya lazima iwe na ikhlasi ndani yake, kwa maana ya kwamba nafanya tu kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo itakuwa ni habaa manthura. Sharti la pili ni al-muwafaqa au al-mutabaa, lazima ibada hiyo iadikiane na vile alivyofundisha au alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikienda kinyume, hiyo ibada imeruka patupu, hakuna chochote unachofanya, utakuwa unajitesa, unajitabisha. Kwa hiyo katika matendo yetu tunayofanya, kubwa kabisa la kwanza ni al-ikhlas. Ikiwa hutofanya ikhlas, basi usijitabishe katika nafsi yako. Hakikisha kile unachofanya lengo, kama umesema unatafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, tanguliza ikhlas na tafuta tu ridha za Allah. Lakini la pili unachokifanya baada ya ikhlas, lazima kiwe kimethibiti katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa miongoni mwa hizo ibada ndio tukasema kwamba ile mizani ikiwekwa, hizi ibada tulizowekewa, iko swala, iko saumu, iko zaka, iko haji, iko kadha na nyingine nyingi ambazo tumefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika hizo ibada ya kwanza kwa uzito wake kuhesabiwa baada ya mizani yako kuwekwa pale, si nyingine bali ni ibada hii ya swala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Jambo la kwanza ambalo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala atahesabiwa baada ya mizani yake kuwekwa, si nyingine, si saumu wala si zaka wala si haji wala si chochote, bali itaanza kwanza ibada ya swala. Fa in salahat, ikiwa swala itanyooka, kwa maana ya kwamba umeiswali kwa vigezo na masharti, ukatekeleza kama vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hii ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam swali kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mlivyoniona nikiswali. Umeiswali kwa ikhlasi na ukafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakapowekwa katika mizani hiyo ibada, ikawa mizani yako imekuwa au swala yako ikaonekana imetengamaa, umeitekeleza kama vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hiyo itakuwa ni tiketi ya wewe kupata janna. Ndio Mtume akasema, fa in salaha jamii al-a'mal au sa'ir al-a'mal, au kama qala alayhi salatu wasalam, ikiwa swala itanyoka, basi hata matendo mengine yatakuwa ni kujazia tu. Lakini mtihani, fa in fasadat, ikiwa swala itaonekana imeharibika, kwa maana kwamba wewe hukuswali ima kwa kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, au uliswali tu kwa sababu watu wanaingia msikitini na mimi niingie msikitini kwa sababu nisije nikaonekana na mimi si swali, hiyo haitakuwa na nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa swala itaharibika na ndio ya kwanza kupimwa katika mizani, inaonyesha hata matendo mengine yote haitakuwa na nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Swala hili la swala ni swala ambalo limesisitizwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akhir lahza, dakika ya mwisho katika maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka, anasema as-sala wa ma malakat aymanukum, anahusia watu waswali. Ni wangapi katika sisi wanapoteza ibada hii ya swala wala hata hana habari, kuonyesha uzito huu wa hii swala. Yani hata wewe unaiswali tu, ima uswali subuhi, dhuhuri, ukani
ukaacha asri, ukaja ukaswali magharibi na isha huko, ukawa unaswali vile unavyotaka wewe, si kwa nyakati ulizowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala au alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhi na wakati wake, dhuhuri na wakati wake, asri na wakati wake, magharibi na wakati wake, kadhalika al-isha na wakati wake, wewe ukaswali vile unavyotaka, swala hiyo unaidiwa adhabu kali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Ole wao wale ambao wanaoswali lakini katika swala zao wana uzelezele fulani, wanatasahali. Ameswali leo, kesho hakuswali, anaweza akaswali Ijumaa mpaka Ijumaa, Ramadhani mpaka Ramadhani, au kaswali sunna ya katika sala zingine zote wakati wa Aisha, kwa sababu alikuwa ni mashuhuri, anajiona ni mashuhuri. Hapa duniani sisi hatujaumbwa tuwe ni mashuhuri, bali tunatakiwa tushughulishwe sana sana na ibada, kwa sababu haya maisha sisi ni mahali pa kupita. Ibn Umar anasema, kun fi dunya ka'annaka gharibun au 'abir sabil, kuwa katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni au kama vile mpita njia. Yaani tusifanye kama dunia ndio makazi au ndio mahali au sisi shughuli zetu ndio ghaya ama lengo la kuwa sisi ni kuja kufanya ibada. Allah anasema, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo sisi uwepo wetu katika dunia hii ni kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo swala uzito wake mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hata mtoto mdogo, hawa watoto wetu wazuri nao sasa hivi hapa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amuru auladakum bis-salat sab'i sinin, waamrisheni watoto wenu kuswali pindi tu wanapofikia miaka 7. Miaka 7 mtoto kameanza kuchangamka hapa hivi. Hatujaambiwa mpaka kafikie bale ya uko hivi, hata bado ni kadogo, kana nini hata kana dhambi gani, lakini tunaambiwa kuonyesha uzito wa ibada, tunaambiwa tuanze kumzoelesha mtoto kuja naye msikitini. Ikiwa atafikia umri wa miaka 10 hajaswali, mzazi kuna haki ya kumtandika. Lakini sisi tuko radhi kumtandika mtoto kwa sababu hajaenda shuleni, tuko radhi kupiga ukavunja miguu kwa sababu amemshughulisha kwa hili na lile, lakini swala wala ndio atakuja kuswali. Wapo watu wanaishi katika mazingira haya, hapa swali tusiku akikuwa kuiga atafanyaje? Sasa wewe unafuata nani? Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atamwamrisha mtoto wako kuswali akiwa na miaka 7, amefika miaka 10 hajaswali, tandika. Mambo kipuzi uko radhi kumchapa mtoto wako, lakini swala na ibada wala huna habari kabisa. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa sana ndugu zangu katika imani. Lao hii dunia, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, yani nyinyi wanadamu mnafadhilisha sana maisha ya dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Lakini kinyume chake ni kwamba akhira ndio bora zaidi, na ndio kubakia. Kama ingekuwa ni kufadhilisha, basi tungefadhilisha akhira kuliko kufadhilisha nini? Kuliko kuifadhilisha dunia. Hii ni tabarakovu. Ni sawa na mtu anayegemea kwenye tawi kapu, saa yote linadondoka hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mali wal dunya illa karaki istadalla tahta shajara thumma raha. Nina nini mimi na hii dunia? Isipokuwa ni kama vile mpita njia katika mahali jua limekuwa ni kali, ikiwa tumempata kisha kaona kwamba kuna kivuli mahali, akasema ngoja nistareheshe kidogo, nipumzike, ikiwa nikipoa niendelee na safari yangu. Hivyo na mimi ndio natakiwa niwe katika maisha haya ya dunia. Lao sasa na sisi kinyume chetu, tungesema tukageuza tukafadhilisha zaidi akhira, wallahi hapa duniani tusingetaabika. Kwa sababu angalia mfano tunashughulishwa na hii dunia. Angalia kwa mfano watoto wetu tulionao kuhusiana na dunia, ule mchaka tunaokwenda nao kuwapeleka mashuleni 11 vitoto viko barabarani, hakaja swali, hakana taadhkari yoyote ile, hakaja maabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dunia huko 11 tayari kusimama ima na gari yako unampeleka mpaka shuleni, kama ni kusubiria mabasi yale ya rangi ya njano kwa barabara hivyo. Hawa watoto nao tungeliwalia mazingira haya, wakamtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, nini maana ya ibada, wallahi tungekuwa mbali sana, tungekuwa sisi katika mazingira gani. Kwa hiyo tubadilike sisi sote na hawa watoto tulioruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na familia zetu, tusiokoe na moto wa jahannam.